37 dakika zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Karibu katika sehemu ya pili ya yanayojiri. Kama unavyofahamu, tunaingia katika mdahalo, majadiliano ili kuweza kung'amua masuala mbalimbali. Yatakuwa na maana gani? Yatakuwa na maana hasi au chanya katika siku za mbeleni? Manake kuna onyo limetolewa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta jana katika mkutano na kongamano lile alilokuwa nalo la chama cha Jubilee kule katika kaunti ya Kiambu. Na pia swala la usalama wa rais limekuwa zungumzo kubwa, limezungumza ama limeleta minong'ono mingi humu nchini. Je, usalama wa rais upo imara? Mageuzi yameweza kufanywa. Tumeona jana kule Mombasa watu wakiona usalama ukiwa umeimarishwa zaidi. Lakini mbona tufikie hapa? Na je, vipi tutajilinda tusirudi katika masuala kama haya? Na je, lililotokea kule Ganze lingekuwa na athari gani iwapo ingekuwa yule aliyofika pale alikuwa na nia mbaya? Je, ni nani alikuwa na utopetevu katika swala hili? Ni moja ya masuala tutakuwa tukijadili asubuhi ya leo. Na vile vile tutaangazia semi za chuki, semi ambazo zinaonekana ni za migawanyo ya kimaeneo, migawanyo ya kivyama. Ni semi ambazo Rais mstaafu pia jana alizungumzia akisema kwamba 2007 wakati Kenya ilipoingia ama ilipotumbukia katika migogoro ya wenyewe kwa wenyewe, ni semi zilizoanza mapema katika kampeni. Vile vile wakimkosoa rais kwa kusalia kimya na kushindwa ama kunyamazia swala hili licha ya kunenwa mbele yake yeye mwenyewe katika kaunti ya Mombasa wakati wa ziara yake hii iliyokuwa kule kwa siku takriban 5. Karibu tena. Wanakwetu wananiita Yeri. Na studioni ninao wageni wangu ambao tutakuwa tukijaribu kuyachanganua masuala haya. Ninaye Sami Meli kulia kwangu kule mwisho, na vile vile katikati yupo Steven Ngari Makindu, mchanganuzi wa siasa, vile vile mtaalamu wa masuala ya Embu zaidi. Hata ya Kenya mzima. Hata Kenya mzima. Karibu sana. Na vile vile ninaye kasisi Bishop Angel Marasua ambaye ni kasisi kutoka Gospel Light Church Kajiado. Karibuni sana. Asante. Wawili ni si wageni, tumekutana mara 2 au 3 hapa studioni ama moja. Lakini wacha nianze na mgeni, kasisi Marasua kama sijakosea. Ni kweli. Usalama wa rais ni jambo muhimu sana katika taifa hili la Kenya. Yale tuliona Ganze, na si Ganze tu, limetokea Wajia, limetokea Mombasa, limejitokeza mara kadhaa. Swala hili la watu kuvunja zile ngome za maaskari na kumfikia rais. Hii inamaanisha usalama wa rais kwako nadhani upo imara? Kwangu mimi Yeri, kwanza nashukuru kwa sababu ya kufika. Karibu sana. Na ni baraka tuweze kuzungumzia yaliyotokea hivi majuzi pale Mombasani. Kwangu ni rais ni picha ya nchi na ni picha pia usalama wa nchi. Na iwapo usalama wa rais unakuwa na tata ama haina mipaka, ni jambo la kustusha na ni jambo la ajabu kwa taifa. Kwa sababu katika katiba ya taifa na hali ya usalama wa rais ni kitu ambayo imewekwa kipaumbele na inastahili kuzingatiwa zaidi kushinda usalama wa sehemu nyingine yote, maana rais kama nilivyosema ni picha ya nchi. Kwa hivyo yaliyotokea pale sio ya kuridhisha na sio mzuri. Tunastahili kukaza zaidi usalama wa rais kama ambaye ndio kielelezo ya umoja na amani kwa taifa. Hili halijatokea mara ya kwanza. Hii ni kama mara ya 4 kutokea. Kutoka kwenye hususan kwenye hizi safari za nyota, rais amekuwa watu wakivunja ngome zote 3 na kumfikia rais. Ni utepetevu wa maafisa wa polisi ama ni utepetevu ambao tutamlaumu nani? Kwangu na kwa mtazamo wangu ni hali ya sasa ya maumbile ya uongozi. Kwa sababu kwa mfano nchi za Afrika zinaiga nchi zingine kwa njia ya kurahisisha ile uongozi wa rais. Zaidi tunapokaribia hali ya uchaguzi, watu wanalegeza vitu mingi ili waonekane ni watu pia wenye utu wakaweza kukaribiwa, lakini kisheria hairuhusiwi. Kwa hivyo kuna utepetevu zaidi kwa wale maafisa wa usalama. Kwa sababu kama rais anakubaliana, anataka kulegeza zile sheria ili akaweze kufikia watu waweze kumtazama kama ni mtu wa watu, zaidi lazima tuzingatie usalama wa nchi. Yaliyotokea Ganze, Makindu, unazungumziaje? Ni jambo
la kuangaziwa na maafisa wa usalama, lakini mimi naona ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto kutoka siku ya kwanza amekuwa anataka kutangamana na watu kwa karibu. Alitaka kuleta kiti ya rais karibu sana na wananchi, na kwa hivyo ilionekana ni kama ile guard ilishuka kidogo. Lakini ukweli ni kwamba hata kama rais anataka kukaribiana na wananchi, maafisa wa usalama wanafaa kuwajibika na kujipanga kulingana na design ama na desturi ya rais, kwa sababu rais anataka kukaa karibu na watu. Alafu tena ukiona tukio zote 4 ilikuwa vijana. Ndio. Na hao vijana ni wale Gen Z, ni wale saa ingine hawafuatilii traditions zile za protocol. Na ni vizuri pia hata kama tunaweka sheria pia tuweke tukizingatia kwamba tuko na kizazi kipya ambao pia tungetaka wakaribie uongozi na pia sisi tuwaelewe. Kwa hivyo ukosefu wa usalama ambao ulionekana, tunaweza kusema polisi, hasa wale wamepewa jukumu la kulinda rais, wanafaa kuwajibika zaidi. Na tumeona Inspector General amechukua hatua, na tunatumai ile wale wamepata hizo nyadhifa wataweza kufanya kazi vyema kuliko wale walikuwa hapo mbeleni. Kwa nini rais alegeze hii misimamo ambayo imekuwepo wakati wa rais mstaafu hayati Daniel Toroitich arap Moi? Hayakuwa rahisi kumfikia. Tungemrushia mkono ama kumpungia mkono, lakini kumfikia ilikuwa ni vigumu, kwa sababu ilikuwa inajulikana urais ni hadhi fulani. Mheshimiwa Rais William Ruto ni mtu wa watu. Kutoka akiwa MP akakuja kuwa naibu wa rais na sasa ni rais. Ukiangalia desturi zake ni mtu akai mbali na watu na anataka kuwakaribia kabisa. Kwa hivyo kiti ya rais inafaa kuwekwa kulingana na mwenye amekalia katika hiyo nyadhifa. Hata kama tugeuze sheria kwa sababu ya rais. Sheria ile iko, si kusema uwezi karibia rais. Sheria ile iko ni kusema maafisa wa usalama wanafaa kulinda rais. Kama kumewekwa vitengo kama 3, haijasemekana kwa inafaa kuwa 100 meters ama 200 meters, lakini wale maafisa wa usalama wamepewa mafunzo ambayo inaweza kumlinda rais hata kama ako 1 meter away. So sidhani tunaweza kumrundikia lawama rais kwa desturi yake ya kukaa na watu na kutaka kutangamana na watu kwa karibu. Tunafaa tuambie maafisa wa usalama wale wamepewa hiyo jukumu waweza kuwajibika. Nitarudi kwako na swali lingine. Sami Meli, yaliyotokea Ganze, yametokea Wajia, yametokea pia Mombasa. Watu kutaka kupanda jukwaa ambalo rais yupo ili kumfikia. Si hilo tu. Tumeona kule Migori hata kiatu kilirushwa. Tumeona pia majuzi kuna chupa ya maji ilirushwa. Huu tepetevu, watu wa kufanya ujasusi wanakosa kujua mipango kama hii. Mwanzo kabisa ningependa kusema asante kwa mwaliko wako. Pili, umeleta nini kutoka Uturuki? Nilirudi, nimekaa Uturuki, hata nilikuwa kwenye makao ya rais. Kwa hivyo nina habari kwamba ulinzi wa rais unastahili kutiwa maanani zaidi. Nimeona jinsi ambavyo ndugu yangu amesema hapa, Rais William Ruto amekuwa mtu wa watu, anataka kuonyesha sura ya uhasla kwamba unaweza kufikia nafasi hiyo. Lakini kitengo ambacho kinalinda rais ambayo inaitwa Presidential Escort Unit ina watu ambao wamepewa mafunzo ya juu. Wamefanya mafunzo haya hata nchi ambazo zinajulikana kutoa mafunzo hayo makali zaidi. Kwa hivyo kuna utepetevu. Ukiwaona wale ambao wamekuwa wakilinda rais ni wale tu uliwaona mwaka jana, mwaka juzi, na hakuna mabadiliko. Ndiposa katika idara mbalimbali unapata leo Suleimanieri yuko kwenye televisheni, kesho kwenye redio, ili pia naye apate uzoefu fulani. Lakini ukizoea sehemu moja kila siku, kuna mambo ambayo yanasemekana ni mazoea, na mazoea na tabu. Wale ambao wameketi katika vitengo hivyo
kuhakikisha kwamba usalama wa rais unalindwa, unapata ni watu wale wale, sura zile zile, na kuenda kutatokea na utepetevu. Pia jinsi ambavyo tunaambiwa kwamba tuna kizazi kipi ambayo ni kizazi cha Gen Z, naambua jambo ambalo wanaogopa tu ni ndoa. Mambo mengine hawaogopi. Kwa hivyo tunastahili kuwa na mafunzo mapya jinsi ya kuwashughulikia, jinsi ya kulinda rais kutokana na njia hiyo ambayo ni rahisi mtu kuruka. Hapo niliona kwamba kulikuwa na utepetevu mkubwa, kwa sababu kufikia kwa rais, unajua kuna kule kuruka kusonga mbele, lakini hadi kupanda jukwaa utepetevu ulikuwa mkubwa zaidi. Kinyume cha hayo, tunaweza kujipata katika sehemu ambapo sasa tunaweka askari waliovaa sare, waliobeba silaha kalikali, wakionyesha hadharani kama inavyofanyika kwa rais yule wa Burkina Faso. Unamuona ana walinzi wake ambao wamevaa sare ambazo ni za kutisha. Lakini hiyo italeta dhana ya udikteta. Rais wa sasa angetaka kuonekana kama mtu wa watu. Na tunapoelekea katika uchaguzi, tunajua watu wanataka kukaribia zaidi, na viongozi pia wangetaka kukaribia watu zaidi, ikiwa ni chambo cha kuwafanya wachaguliwe. Kwa hivyo inamfungua inamweka katika nafasi gani ya usalama wake? Inamweka wapi? Manake Donald Trump hutaona watu wakitaka kumrukia. Hutamuona Putin Urusi wakitaka kumrukia namna ile. Xi Jinping hutaona watu wakitaka kumrukia kwa kiwango kile. Nisimtaje hata ule wa South Korea. Nafikiri kuna utepetevu jinsi ambavyo tumesema, na wale walinda usalama wasitake zaidi kusikia yale ambayo rais anasema, wafanye kazi yao jinsi inavyostahili. Unajua, akiwaambia muacheni huyo kijana, muacheni huyo kijana. Je, huyo kijana angekuwa na kisu angemwambia muache? Ndilo hilo swala. Na bastola angesema mumwache? Na je, angekuja na karatasi ile Biblia, angekuwa na sumu ya hewa ambayo inaweza kumpulizia rais, tungekuwa na rais sasa? Na wajue kwamba ulinzi wa rais unashinda hata jinsi ambavyo tunastahili kushughulikia Al-Shabaab. Rais anakuja kwanza katika ulinzi wa taifa. Rais akishawekwa kwanza, mambo mengine yanafuata. Kwa hivyo wakileta utepetefu huo, kwa mfano, kwa bahati mbaya jambo hilo lifanyike katika eneo ambayo linakisiwa kwamba rais apendwi, jambo kama hilo likitokea litaleta vita nchini, na tutapata sehemu jamii hii ikisema mumetuulia mtoto wetu, jamii hilo likisema hapana, sio sisi, lakini kwa sababu yamefanyika pale, tunapata vita vya wenyewe kwa wenyewe na tutaharibu nchi hii. Walinda usalama wajue kwamba rais tumewapa jukumu la kulinda rais ambaye ni amri jeshi mkuu. Kwa hivyo kuwa amri jeshi mkuu haijapewa kasisi hapa kwamba ni amri jeshi mkuu, imepewa kwa rais. Je, vivyo hivyo ndivyo wanamwacha mkuu wa majeshi? Mbona wanamlinda mkuu wa majeshi vema, na amri jeshi mkuu wao wanamwachia kwamba anaweza kugongwa na raia mwingine? Kijana yule alimpiga hata ngeta rais, akavuta shati karibu ararue. Je, shati la rais lingeraruka hadharani, tungekuwa vipi? Kasisi, kuchangia hapo, manake wamesema kwamba rais ni mtu wa watu, lakini kuna viwango, kuna hadhi imewekwa kwa rais, kwa sababu ukiangalia ule usalama wake unakuwa na nguzo karibia 3. Kuna nguzo ya wale waliovaa sare, kuna nguzo za wale ambao hawana nguo, na pia kuna nguzo ile ya 3 ambayo ni kama ndio inaweka uzio wa mwisho kumfikia rais. Basi itabidi uniue mimi kwanza ndio mfikie rais. Hizi zote hazikuwa macho niseme, kwa sababu wengi huwa wanaangalia umma, hawamwangalia hata rais. Rais wao humpa mgongo, wanaangalia umma. Alichomoka mpaka akamfikia si mara moja. Wajia imefanyika Mombasa, imefanyika Ganze. Hata kama ni mapenzi na rais, basi utafute mahali pazuri pa kumfikia. Kweli heri, kama vile wenzangu wamesema hapa, haistahili. Iwapo ni mtindo wako uongozi, haistahili, kwa sababu kama Barack Obama alikuwa na hiyo mtindo, kuna marais na nchi zingine ambazo ziko na hiyo mtindo ambaye rais anakaribia watu. Ama ile upendo ndani kwa sababu ya watu ambao unaongoza. Pia pengine vile nilivyosema hapo awali, ni msimu wa siasa.
na kila mtu anataka kujishusha kwa sababu zile misingi ya zamani ya marais ilionekana kama ni udikteta. Lakini lazima kwa tuzingatie usalama wa rais. Hata kama iwapo roho yake ni nzuri, inapenda watu, afisi ama sheria ama ile picha ambayo ndio picha ya nchi anastahili kutazamwa na kuchungwa. Wale walinda usalama wao ndio walichelewa kidogo, kwa sababu ni lazima wawe macho. Lazima kuwe na sehemu ambayo rais hawezi fikiwa, kwa sababu ndio picha ya nchi. Pia wananchi lazima waelimishwe kwamba kuna viwango ambayo imewekwa kikatiba ya kutomfikia rais, na kuna njia mwafaka ya kisheria imewekwa ya kumfikia. Hata Mungu katika mambo ya kanisa Ndiyo. kuna mipaka kwa mchungaji, kuna mipaka kwa Mungu. Wakati Mungu aliwaita wana Israeli kumwendea, akamwambia Musa, wewe tutafika mlimani, anambia watu wasifike hapa. Kwa hivyo kuna viwango. Rais ni picha ya nchi, ni picha ya usalama wa nchi ya Kenya, na ni muhimu zaidi sisi kama wananchi wa Kenya tuwe tukiridhika na usalama ulio katika maisha ya rais. Wewe kama unaona rais anafikiwa vile, wewe kama Mkenya nakupa imani na usalama wako? Hakuna usalama. Kama rais anafikiwa hivyo, hakuna usalama. Kwa hivyo hiyo haistahili kabisa na lazima ibadilishwe. Sisi tukubali kama wananchi, ndio ni msimu wa siasa, lakini tukubali na tuamini ya kwamba usalama wa rais inastahili kuwekwa kipaumbele zaidi ya sehemu zingine za usalama. Ukiona vile nilitazama tu juzi wakikagua uwanja ambao unafanywa Madaraka Wajia, tuliona ile usalama uliokuwa naye na mkuu wa majeshi na wale wengine. Rais ni zaidi ya hiyo, natakiwa apewe ulinzi kabisa, na tutarizika na wananchi watajua kwamba Kenya kuna usalama na tunajua kuna mipaka ya kila kitu. Hata kama rais anataka kupenda watu, lazima iwekwe mipaka. Ndiyo. Kwa sababu ya usalama wa nchi na amani ya nchi pia, kwa sababu rais akipata madhara, nchi inakosa amani. Ndiyo. Kutakuwa na fujo na vurugu. Na lazima tukazie usalama wa rais kwa vyovyote vile, achaguliwe, apendwe, asipendwe, lazima usalama wa rais tuichunge. Asante. Ndio nije kwako Stephen. Yes. Wewe ni mkuruba sana wa rais. Wewe uko karibu na rais. Unapoenda Ikulu unapita tu? Haupiti. Asante sana Suleiman. Nilisahau kukushukuru kwa mwaliko huu. Na niseme asidhani kuna swali umeuliza kwamba kama rais anafikiwa kwa urais hivyo, sisi tuko salama. Jibu lile swali. Sasa nataka kuenda hapo niseme tuko salama, kwa sababu hata katika hafla mingi ambapo rais anahudhuria kuna screening ama watu wanachunguzwa kabla waingie. Mimi nikienda Ikulu wakati nimepata huo mwaliko, unachunguzwa kabisa. Hata simu haingii nayo, kuna mashine zinakuangalia kama umebeba silaha. Kwa hivyo saa nyingine tusichukulie kwamba kama wale vijana waliweza kupenya wakafikia rais katika jukwaa ni kana kwamba hawakuwa wamechunguzwa kama wamebeba silaha ama wamekaa kwa or they are threat, kama tuseme watishio fulani. Wanaweza kuwa walikuwa wamechunguzwa vizuri, lakini tunaendelea kusisitiza ya kwamba hapo kulikuwa na ukosefu wa kutilia maanani kwa wale ambao wamepewa jukumu la kulinda rais. Asante. Nipate pumziko fupi, nikirudi nitakuja kuangazia masuala mengine. Karibu sana katika sehemu ya tatu. Nataka sote tuangazie mada nyingine katika dakika 30 hizi, alafu tumalizie na nyingine katika dakika 20 zile za mwisho. Nataka tuzungumzie kauli zake Hassan Omar Sarai, katibu mkuu wa chama cha UDA. Sitaki kuanza na hawa wawili ambao wanaonekana wako katika mkondo wa wastani kwa wastani. Nataka kuanza mwanachama wa UDA mwenyewe, kimzungumzia Stephen Ngari. Mbona nafurahia sana kauli za Hassan Omar Sarai. Wewe ni mtu wa kutoka Mount Kenya. Unajihisi kuna nafasi yenu katika chama cha UDA iwapo katibu wenu anazungumza masuala kama yale? Na nafahamu wewe umekuwa kwenye chama hicho hata kabla yake yeye.
Siwezi kuunga mkono matamshi ya Omar yale aliyosema, lakini ningetaka turudi nyuma kidogo kwa sababu ni ugonjwa imekuwa ikiingia katika siasa zetu za Kenya na bila kupata tiba. Na labda matamshi ya Omar italeta kikomo matamshi ya kugawanyisha nchi. Tuliona ule aliyebanduliwa kama makamu wa rais Rigathi Gachagua amekuwa akiongea kila siku maneno machafu, maneno ya kugawanyisha nchi, maneno ya ukabila, mwaka nenda mwezi nenda siku zote, na kwa sababu alikuwa katika kiti kubwa, labda wale washikadau ama wale ile shirika inafaa kumshughulikia likamwacha. Yale Omar alisema ameingia katika bad wagon ya bad boys ama wale watu ambao wako na tabia mbaya ya kisiasa. Kenya ni nchi moja, hakuna wati chama ya UDA ni ya watu ya pande fulani ama sio pande fulani, lakini lazima sisi watu wa mlima wanasema kama vile wanasema wa mlima, lakini wa mlima Kenya tujiadhari sana, kwa sababu kama itakuwaje wakati marais wengine wako katika nyadhifa zile, kama ni Kibaki, kama ni Kenyatta wa kwanza, kama ni Kenyatta wa pili, alipewa nafasi ya kuongoza na jamii zingine bila kudhalilishwa, bila kuletewa fitina, kuna mambo mingi sana hatukukubaliana na Uhuru Kenyatta. Kuna mambo mingi sana hatukukubaliana na Mwai Kibaki. Mimi nasikia watu saa zingine wanashukuru sana Mwai Kibaki, wanasema alikuwa shujaa kweli. Lakini kumbuka kwamba akienda kuchaguliwa mara ya pili, karibu alikuwa sworn usiku. Na watu wengi wakasema hiyo kura haikuwa imetosha. Hata ule alikuja kuchunguza Kriegler alisema ajui nani alishinda. Lakini leo tunasema Kibaki alikuwa shujaa. Na hatukumwambia one term, hatukumwambia hata maliza. Lakini ndio maana sisi watu wa Mlima Kenya lazima tuchunge sana wakati mwingine, wakati uongozi umetoka katika jamii imeenda katika jamii nyingine, isionekane kana kwamba sisi hatupendi kuona mtu mwingine akiongoza. Na kabla uende mbali, ili tusisahau kauli ulizozisema hapo nyuma, umemfananisha Hassan Omar na Rigathi Gachagua, si ndio? Ndio kabisa. Kauli zao zinaendana. Ni watu wa kueneza chuki. Alipoeneza chuki Rigathi Gachagua mlimfanyia nini mwaka 2024 Oktoba? Alikuwa amechukua muda kabisa jibu swali ingari. Mwaka 2024 kabla achukuliwa hatua, akakuwa sasa hii ugonjwa yake haina tiba, lazima banduliwe. Hata sasa najua chama tawala ya UDA itachukua hatua na mwelekeo ambao inafaa, kwa sababu najua Mheshimiwa Rais William Ruto, yeye ndiye symbol of national unity. Yeye ndiye anashikilia uongozi na unity ya Kenya. Na hawezi kubali mtu katika nyadhifa kama hiyo, kama Secretary General, akuwa ndiye anaongoza katika matamshi yale matamshi ya kuleta chuki ama mgawanyiko katika nchi. Lakini wakati tunakashifu Hassan Omar, tukashifu wakora wote wa kisiasa ambao wamekuwa wakieneza chuki. Hatujakataa hilo. Kwa hivyo tunataka wakati tutaenda kukashifu Omar, tukashifu hata Rigathi Gachagua, tukashifu wale wakora wote, hata wale ambao wanasema rais hakuna kitu wamefanya. Wale walikuwa naongea jana, tunataka kuwajibu leo, tuwaonyeshe ile kitu rais alifanya, ile walishindwa wao. Ni sawa, utawajibu tu, maana tutakuja kuzungumzia hilo. Semi hizo za chuki ambazo ni semi za migawanyiko ya kikabila zikisemwa na katibu mkuu wa chama tawala cha taifa la Kenya kwa sasa. Kwangu mimi natofautiana kidogo na Steven. Unaruhusiwa kutofautiana naye, hakuna tatizo. Kwa sababu akiona kuna mahali kwa kujibu atakujibu tu. Hatuwezi fananisha matamshi ya Omar Hassan na matamshi ya Rigathi Gachagua, kwa sababu yale ni ya kisiasa, na yale ambayo matamshi Omar amezungumza kuhusu mambo ya ardhi. Na unajua ardhi ni vitu vya msingi na zaidi ambazo zinaweza kusanisha watu na kusababisha kutokuwa na amani. Siasa ni upepo. Maneno ya siasa watu wanapozungumza itapita, lakini mambo yanayohusiana na ardhi haitapita. Na wale watu waliokuja kwa sababu alitaja vitu kama hizo.
Kwa hivyo matamshi ya Rigathi na ya Hassan Omar sio sawa. Rigathi amezungumza mambo ya kisiasa ya ukabila. Hakuna ukabila. Mwache kasisi amalize nukta yake. Sio ya ukabila kwa sababu anatetea chama yake, lakini yule akuzungumza mambo yanayohusiana na chama. Na zaidi wanasiasa na ndio tunaambiwa kwamba ulimi ni kiungo kidogo lakini inasababisha moto. Ndio. Na ndio watu wengi wanazungumziwa ili wakaweze kuchunga ulimi. Yale Hassan alizozungumza, na zaidi ubaya wake, chama ni chama tawala. Yeye ni secretary general wa chama ambaye inatawala. Hairuhusiwi yeye kunena mazungumzo kama hayo. Rigathi Gachagua kwa upinzani. Akizungumza mambo mengine hayatachukuliwa na uzito, lakini Hassan Omar ni katibu mkuu wa chama ambaye iko katika utawala. Na rais yupo. Haistahili, maana anadhalilisha uongozi wa chama tawala na rais. Na ile pia ni kuonyeshana aheshimu wa Kenya. Ni kurudisha katika mandhari ya kanisa. Wewe upo kanisani, wale watu wadogo ambao kuna siku labda wao wanawapa nafasi nao wahubiri, wakianza kutoa mahubiri machafu alafu uje wewe baadaye kuhubiri, ni kipi ungefanya? Lazima nitahubiri mambo ambayo yatatuliza watu. Usiwezi hubiri yale ambayo kitu imekara watu na kusababisha watu wahuzunike ama wasikie vibaya. Kama kasisi, kuna wale pasta amekuja amehubiri misa ya kwanza, lakini wewe ukiwa baadaye ulisikia hapana, alichokisema si kuna wewe ungekuja kusafisha vipi? Utasafisha kwa njia ya kuleta umoja na uwiano. Hauwezi ongeza migawanyiko. Ndio. Kama kusema kwa sababu nyinyi mmesema hivi, basi na mimi nitasema hivi ili mgawanye watu. Lazima uzungumze kwa njia ambayo italeta watu kwa pamoja. Na zaidi ya kwanza utaangalia ofisi yako. Cheo ile uko nayo. Matamshi ambayo ile unastahili kuzungumza kulingana na ofisi na cheo ile uko nayo. Kwa sababu hizi ni ofisi. Kuna watu ambao angeweka hiyo ofisi angezungumza hivyo. Kwa sababu anaheshimu ile ofisi na anaheshimu ile kiwango ambayo amewekwa ama amepewa kwa taifa. Secretary General wa chama sio mtu mdogo. Ndio. Na ni mtu ambaye anaonana na rais kila wakati. Na hizi mikutano mara mingi rais ako kwa zile mikutano. Kwa hivyo matamshi ya Hassan Omar na pande za Coast iko na historia. Ndio, mimi natoka Pwani na Pwani iko na historia ambayo sio nzuri, ambayo inahusiana na mambo ya ardhi. So ni sehemu ambazo tunaziita pia ni red flags places ambayo kuna matamshi huwezi ongea mahali pale. Kama kweli uko na taifa kwa roho yako, unajali wananchi, unajali uongozi ambao ulio katika serikalini, unataka Kenya iende mbele, haufai na usahili kuzungumza hayo uliyozungumza. Na pia ya mwisho, ni vizuri zaidi kwa wale watu wote ambao wako katika chama tawala waweze kuwa na jinsi ya kuweza kusikiza mazungumzo ya watu kabla ama watu kuarifiwa. Hapa ni sehemu ambayo inakaa hivi, tunataka nchi tulie, tusiwakishe moto kuanzia upande wa pwani. Mazungumzo yenu wote ambayo mtazungumza katika mikutano hii lazima iende hivi. Meli nakuja kwako. Najua unataka kumjibu lakini nataka kuongeza swali. Bila swali. Tofauti, tunakubali kabisa Hassan Omar alikosea. Ndio. Kama binadamu, kama anachukua personal... Ule msamaha wake umeupokea? Hapana, achukue personal responsibility. Na mimi kama Mkristo, mtu akiomba msamaha mimi namsamehe. Lakini nataka kuuliza hivi. Tofauti ya ule anasema Mheshimiwa Rais ni muuaji, Mheshimiwa Rais ni mwizi, hii nchi ni ya shares, na ule anasema hii shamba ni ya hawa peke yao. Iko tofauti ya watu kama hawa kweli. Na hii Kenya haiwezi kuwa ni ya wale watu wako kwa chama tawala peke yake ndio wanachukuliwa hatua. Nataka wakati tunasema huyu amekosea, tuseme wale wanaita, na tumesema the president ni symbol ya national unity. Kwa hivyo wakati unaweza kusema huyu ni mwizi, huyu ni mkora, huyu ni muuaji, unagawanya nchi. Wakati kwa hivyo kwa nini nyinyi kama katika wakati tuko hapa hatukashifu na tujasikia hata wewe umeita na tukashifu Rigathi Gachagua kwa kuleta maneno ya kugawanyisha nchi wakati anatukana ama anarudikia rais maneno ya matusi. Kwa hivyo tuseme kama watu wamekosea kama Hassan Omar, kama Rigathi Gachagua,
wao wote wawekwe kwa one basket, wapelekwe mahali inafaa, na wanafaa kuwa huko kwa jela ama mahali hawafai kuwa katika hilo linaibua swali la NCIC. Tutarudi kuliuliza hilo swali la NCIC, manake majukumu yake ni hayo. Meli, nichukue mchango wako. Mchango wangu kwanza, nimesikiza hotuba ya Omar Hassan. Sijasikia ametaja kabila lolote, amesema wale watu. Na ni kama wale watu wanajijua. Tumesoma fasihi. Mambo ya fasihi ninaweza kutafsiri jinsi ambavyo ninataka. Kwa hivyo hajasema kabila fulani. Hata mimi nina shamba wapi kule Pwani. Kwa hivyo huenda hata pia alikuwa ananielekeza. Lakini mwanzo ni kwa nini ameelekea pale. Nimemwona Omar Hassan akiwa mkereketwa wa haki za kibinadamu. Ndio. Sasa ameingia siasa, amekuwa yule ambaye Wekoli Bifoli akiwa naibu wa waziri akasema wanasiasa ni kama shetani. Wakati fulani wanajifanya wazuri, wakati fulani wanajifanya wabaya. Matamshi yake, japo hakuelekeza katika jamii fulani, alielekeza kwa wale wa Kenya ambao wametoka sehemu tofauti wakaenda Pwani. Hamesahau kwamba yeye ni Mpwani na anaishi Nairobi. Je, tukianza kwenda katika njia hiyo, je, kuna mtu ambaye atakuwa na usalama? La hasha. Pili, mambo yale yamesemwa mbele ya rais. Rais wetu ambaye wengi wetu tunamuona kama symbol of national unity, kiongozi ambaye anastahili kutupatia mwelekeo. Akanyamaza na hakujibu wala kumwonya. Lakini hatujui kama wakati wa mikutano yao ya chini kwa chini alimwambia usirudie maneno haya tena. Labda alimwambia kwa sababu Rais William akikuona amefanya makosa atakurekebisha, japo wakati mwingine kwa sababu alikuwa Pwani angemwaibisha mbele ya wapwani. Huyu ni mtu ambaye anataka pia kuwa seneta, anataka kuwa gavana, labda atataka kuwa hata mjumbe wakati fulani. Angemwaibisha kwa sababu ni mwandani wake, lakini lazima alimrekebisha. Hakika upi? Si lazima urekebishwe hadharani. Kwa sababu hajarudia, na ukimwona juzi ambapo aliposema kwamba labda maneno yake yalikosewe, yalichukuliwa visivyo. Labda alikuwa na nia fulani, mwishowe ulimi ukateleza. Katika jamii yetu huwa tunasema ng'ombe uteleza japo ana miguu minne. Kwa hivyo binadamu vile pia ulimi unaweza kuteleza, na alikosea na ameomba msamaha. Kasisi hapa wanasema mwanasiasa hakosei, huwa amepanga kila anachotaka kuzungumza. Mimi ni mwanasiasa. Kwa sababu anajua, mimi ni mwanasiasa. Anajua jukwaa lilo mbele yake. Kuna kitu ambacho hutendeka ile siku kulikuwa, nisikize, kuna siku ile siku walikuwa wanapeana hati miliki. Kwa hivyo alijua ni kipi anachotaka kuzungumza. Wakati fulani Suleiman, ukiwa mbele ya hadhira na umepewa kipasa sauti, wakati mwingine roho inachemka, unajipata umesema yale ambayo hungetaka kusema. Huyu ni mwanasiasa nimemuona, na wakati fulani lazima hata naye amesema jambo ambalo hakutarajia. Kuna excitement of the crowd na ungetaka kufurahisha watu wako wajue unawatetea. Jinsi ambavyo labda tumepata Rigathi Gachagua amekuja akawa namba 2 katika uongozi wa nchi. Na ajue kwamba yeye kuna watu wanamuona kama role model. Ingawaje mimi kuna wakati amesema kwamba jamii fulani, mimi nikajiuliza, ndio mimi nimetoka jamii tofauti na nimeoa mlima. Je, watoto wangu wakiambiwa waende kwao wataenda wapi? Watafuata mama yao wapande mlima ama wanifuate twende mlima wa Elgon upande huu mwingine? Kwa sababu wote ni wa mlima. Kwa hivyo ajue sisi sote kama Wakenya sisi sote kama Wakenya tunastahili kuishi na kujua kwamba siasa huja na kupita. Tuliona uongozi wa Rais Moi ulikuja na ukapita. Uongozi wa Mwai Kibaki ukaja, ukawa na changamoto zake, ukapita. Uhuru Kenyatta akapitia moto wake, japo tukamhurumia, eti ameshtakiwa, sasa mtoto wetu anaumia. Hiyo sympathy ndio sasa inaenda kwa Rigathi.
kwamba alidhulumiwa, na tumekuwa Wakenya ambao tunaenda na sympathy, tunamhurumia mtoto wetu ameteswa, mwishowe tunachagua mtu ambaye hakufaa kuingia kwenye kiti, kisha tunaanza kulalama. Sisi tumeimba yote yawezekana bila Moi. Moi akanyamaza mwaka mmoja, akasikika akiongea kwenye matanga, tukakimbilia wote, alikuwa mzuri. Tukaimba Kibaki atoke. Mwisho Kibaki akatoka, tukasema yote yawezekana bila nani? Kibaki. Uhuru akaingia. Juzi tumemwambia hapa Kasarani, hatukuwa tunamtaka. Tulikuwa tunamwambia hata alete hiyo Biblia ama sijui atumane, asilete, atumane, tutamwapisha Rais William Ruto. Sasa ni kama uchungule wa Wakenya, unazidi, ni kama mama anajifungua, kila wakati ni uchungu, kila wakati ni uchungu, lakini hatufurahii yale ambayo tumeyaona, yale ambayo yametendeka. Tuwe watu ambao wakuona chupa li karibu kujaa, si kuwa linapungua. Hiyo chupa inapojaa na yanapojaa hayo maneno ambayo ni semi za chuki, zipo taasisi zimewekwa. NCIC imeingia kazini ninavyo wiki yake ya kwanza hii ama ya pili. Wameapishwa wiki jana. Kwa hivyo hii ndio wiki yake ya kwanza ofisini chini ya Kefa Omae. Na tulimsikia jana akisema kwamba hatojali wewe ni wa chama gani, hatojali wadhifa wako ni upi. Kauli tumezisikia kwa Ole Kaparo, tukazisikia kwa wengineo ambao walichukua kwenye viti hivyo kasisi, lakini NCIC itakuwaje NCIC yenye meno na sio NCIC kibogoyo? Kwanza, amani ni kitu muhimu sana kwa taifa. Hapa tuna mashida, tuna siasa, kitu ambayo inatakiwa iwekwe kipaumbele ni amani. Na ndio kanisa inasimama ikiomba na kuombea nchi iwe na amani. Hata wanasiasa wanapozungumza, wazungumze kwa njia ya amani, wakiweka amani kipaumbele. Ya pili, wenzangu anaweka maua ile maneno ya Omar Hassan. Na haistahili. Ndio. Wacha mtu abebe msalaba wake. Ya tatu, NCIC haitakuwa na nguvu na itakuwa na neno. Kwa sababu ni wanasiasa wanateua. Kitambo mtu ateuliwe, sio kazi ambayo umeweza kufanyia application na ukaenda interview ya haki. Unateuliwa na unateuliwa kwa msingi ya kisiasa na kijamii. Kwa hivyo itaegemea hiyo NCIC, ijapo ndio ni kasisi amechaguliwa, lakini kwangu mimi niko na hofu itaegemea tu upande ambao uliochagua. Wale watu wataumizwa ama watakimbizwa zaidi ni wale wapinzani. Kwa hivyo unasema zile kauli za jana za Kefa ni moshi tu? Hizo haziwezi fanya kazi. Iwapo yeye atahitaji mwenyewe kufanya, anataka na ile moyo wa kufanya, lakini sidhani kama itatimia. Kwa sababu system ni ile ile. Na kwa system unamaanisha nini? Wacha huyu ngari na meli. Ngoja magari. Tulia kwanza. Ndio, kwa sababu sasa hivi hapa mambo ya Omar Hassan umesikia wameweka maua. Ndio. Lakini ile ya Rigathi Gachagua wanaweka miba. So hivyo tu ndio hivyo. Kefa Omae mimi ninajua atafanya kazi, atatembea, unless ile kitu itasaidia pengine ni mafunzo ama kuelimisha jamii kuhusu mambo ya amani. Watanguliza amani wanapoweka siasa mbele. Wasiweke siasa mbele, watanguliza amani na nchi na umoja wa nchi. Lakini pasipokuwa na ile hamasisho kwa taifa na kwa wanasiasa kuweka kipaumbele amani ya nchi, hii NCIC ina kazi. Kipi kibadilisho katika NCIC Act? Manake shida hata si wale wanaochaguliwa. Sheria yenyewe pia ina mapengo mengi. Ipewe uwezo wa kuweza kushika na kuprosecute na kustaki. Hiyo ndio uwezo inatakiwa wapewe. Hiyo ndio mimi naona tu itasaidia. Ile ingine itakuwa tu ni kutuliza watu tu. Lakini wale watu wataendelea kutoa maneno machafu ambayo yatasababisha ukosefu wa amani katika taifa. Waswahili mitaani wanasema shekhe yule kanzu mpya. Kwa hivyo unatarajia lipi? Mimi nataka kutofautiana na kasisi. Na nimesikitika sana kwa matamshi hayo, kwa sababu kwa muda mrefu kanisa limekuwa likiwachwa nje ya uongozi ama ya serikali. Na kwa mara ya kwanza kupitia uongozi wa Rais William Ruto ameleta kanisa katikati ya uongozi. Ukiangalia mkubwa wa anti-corruption ni kasisi.
Ukiangalia sasa wa NCIC ni kasisi. Na nataka kumkosoa nimwambie pia kwamba process ama ile process ya kupata commissioners wa NCIC si hadi wanapointiwa tu na rais. Kuna wanaenda wanakuwa announced, wanakuwa advertised, wanafanya interview, wanaenda mpaka parliamentary vetting. Lakini kuna kitu mimi nataka kukutia nguvu, ni kuambia kwamba kama Kasisi Omae ataiga mfano wa Rais William Ruto, ataweza kupatia NCIC sura mpya. Aje, tumekuwa tukiongea, for example, tumekuwa tukiongea mambo ya affordable housing kutoka wakati wa Kibaki kuja wakati wa Uhuru. Nani ameweza kutekeleza? Kiti ni kiongozi ambaye amekalia. Sisi sera zote tuko nazo, policies zote tuko nazo, ile kitu tumekuwa hatuna ni kiongozi. Na umesikia mara mingi Rais William Ruto akisema shida ya Kenya si sheria. Sio sheria. Sheria zote ziko, ni uongozi. Na sasa mimi nimesikitika kwamba sasa ule ningelikuwa naona atasema sisi kama kanisa sasa tumefurahi kwa sababu kanisa inasimamia umoja wa nchi, ama wakati saa nyingine tunakosana sisi tunakimbia kanisani. Na sasa ule mahali tunakimbilia ndio mwambie haya basi. Ndio maana ni taifa la demokrasia. Kwa hivyo mimi nakubaliana kabisa na matamshi ya Kasisi Omae kwamba mtu yeyote ambaye atakuwa na matamshi ya kugawanya nchi atachukuliwa hatua kali, na ile commission iko na sheria zote, iko na meno na iko na nguvu. Uko sure si Rigathi tu mnaimlenga? Rigathi ni wengi, lakini tukianzia na Rigathi pia sio vibaya. Watu wale wote ambao na usiseme tunamlenga. Commission si ya rais. Rais tulianzia vizuri sana, kila mtu akisema rais apewe usalama, rais ni symbol of national unity, hatutaki rais analalishwe. Sasa tena akianza kutekeleza majukumu yake mnaanza kusema haya sasa hao ni appointees wa rais. Hapana, wametolewa katika vitengo tofauti. Ndio. Wamechangiwa na vitengo tofauti. Kwa hivyo wale wako pale si wandani wa rais peke yake. Ni wa Kenya ambao wamepewa jukumu la kuhakikisha ya kwamba Kenya itakaa kama taifa moja. Na tutakubalia mgawanyiko wa matamshi kwa vyovyote vile. Haya, bila shaka ni maoni yake Stephen Ngare huyo. Kama unavyomsikia, anataka rais apewe ulinzi, lakini vile vile rais akifanya makosa mengine, rais ni msafi. Kasisi mwenzake anasema hana imani na yeye, anamwambia kuwa na imani na mwenzako. Acha nimpe nafasi ya kujibu kuhusiana na hilo. Kwa kweli zile ni formality. Ile njia ya kusema kupitia process ya parliament wapi. Angetaka nani apewe? Acha ajibu, amekupa nafasi yako kama angetaka nani apewe? Kama sio apewe. Pia yeye atuambie angetaka nani apewe hiyo nyadhifa kama sio Kasisi. Sawa, amesikia. Sio sisi wote tuko sawa mbele ya katiba ya Kenya. Kasisi na mwananchi yule wa chini. Mwananchi yoyote mradi umetimiza yale requirements ambayo inahitajika kuweza kusimamia ile commission. Na nikisema ya kwamba hakuna mtu anatolewa kwa commission na kiwango hiyo kama hakuna mazungumzo, hakuna kujulikana, hakuna kutambulikana, ni uongo. Kwa hivyo yeye anasema uongo. Yale mimi nasema ingekuwa kweli Kefa Omae angetenda jambo, angetenda leo kwa sababu ya Hassan Omar. Angefanya. Tungesikia kwa vyombo vya habari. Angalau kitu imetendeka, amezungumzia. Tungesikia basi ameanzisha campaign ya amani ya taifa. Wiki ya kwanza. Hiyo haijalishi. Ofisi imekuepo hapo. Yeye tu ndo ameingia, lakini secretariat bado iko pale pale. Angepiga tu simu aseme ifanyike kitu angalau at least taifa itulie. Kwa hivyo kwangu mimi tunatafutiana kwa hiyo njia. Kwa dakika chache tu, dakika kama 2 tu jibu hili. Haya, namjua Kasisi Kefa Omae sana. Lakini jambo alilopewa atahitaji hekima ya Suleimani. Hapa umepewa mtoto ambaye kila mtu na si Suleimanieri. Mtoto ambaye kila mtu anamlilia. Hebu nataka kuuliza, ikiwa ungekuwa katika nafasi hiyo, uambiwe leo mshike Rigathi Gachagua ama Uhuru Kenyatta, ama utajipata katika njia panda, kwa sababu ni wale viongozi wa juu ndio wanaoeneza chuki. Na ukiwashika unaleta shida hata zaidi.
utapata vijana wanaingia barabarani, wanaanza kupigana hapa na pale, unaleta shida hata zaidi ya ile aliyosema. Kwa hivyo nafikiri kungekuwa na njia mbadala wa kufanya labda kupigwa faini ya juu zaidi kuliko eti sasa ni polisi wanaingia kwake. Hebu muangalie gavana wangu alipoendewa na askari. Trans Nzoia hakukalika. Na yeye ni gavana tu. Kwa hivyo wale wanaozua chuki, unaweza kufikiria leo Hassan Omar hana uungwaji, kisha anaposhikwa pwani yote inaungua, tutakuwa tumefanya nini? Kwa hivyo kuna mambo, Wabuhala alipewa nafasi hiyo, Kasisi akashindwa. PLO pia alipewa nafasi hiyo akashindwa. Ni watu wanaongea maneno makubwa, lakini ukifika sasa Wabuhala alikuwa EACC, iko tu karibu na hapo, kwa sababu ukipewa ndio nafasi ya kuwashika wale waliofanya haya, je, nchi itakuwa vipi? Kwa sababu mwishowe ukisema askari ndio sasa wamuendee eti apelekwe kotini, basi itabidi National Security Council iketi ukuulize kwanza, huyu tukimshika nini itatokea? Ndipo sasa wale ambao wanaleta mambo hayo wameachiwa uhuru kama shetani tu. Shetani Mungu angeshughulika na yeye mwanzoni, lakini amemwacha hangaike. Vile vile huku duniani hapa Kenya tuko na shetani wetu. 6-9 saizi mpaka sasa hivi yako jela. Fupi nikirudi itakuja kulizungumzia hilo la huyu ni mtu wetu. Molfix moments. Moments of pure love wrapped in comfort, because every smile deserves the best protection, from tiny toes to cozy cuddles, snuggles, and giggles made extra soft. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Every now and then, fake news might pull a few strings. But when it comes to reporting the facts, there's only one tune we dance to, our own. For more than 100 years, The Standard has delivered insightful, fact-based journalism. And you can't fake that. Très important. Le gouverneur Iban Dongiti. Sayombe. Mato Simu. I'm Dr. James Mwangi, Managing Director of Equity Group. Catch us with minor trading bells as we talk about first quarter results and much more about what we are doing for the African continent. Aya, bila shaka karibu katika sehemu hii ya mwisho. Nimesalia na dakika kama 20 hivi kumaliza mazungumzo haya. Kwa dakika moja kwanza tuzungumzie hili, lituzungumzie swala letu la mwisho ambalo ni la kuhusu onyo jipya la Uhuru Kenyatta. Lakini hili swala la mtu wangu, nianze nawe Meli, kwa dakika moja tu, tutalimaliza vipi hata kama mtu amekosea? Nafikiri mtu wetu ndiyo shida kubwa tulionayo katika nchi. Tunajipata Meli ndio kwa sababu ametoka katika jamii yetu tunamchagua, ikiwa ilhali hatujui kama anaweza kazi hiyo. Tunakimbilia mtu wetu, anapokosa, anafanya makosa, anafanya
Je, mafuta sasa ikiuzwa kwa bei inayouzwa, kuna jamii inapata bei nusu kwa sababu ni mtu wao yuko kwenye kiti? Tunastahili kujua kwamba ni uongozi wa taifa. Jinsi ambavyo unamwamini yule daktari, hujajua kabila lake. Vivyo hivyo tungestahili kupata viongozi ambao wametoshea kuwa pale, wanaoweza kutuelekeza mbele pasi na kuangalia jamii yake. Nchi hii imeliwa, imewekwa vidonda, imeraruliwa na neno mtu wetu. Mwishowe tunazidi kupigana na mambo ambayo wazee wetu walipigana nayo miaka 60 iliyopita. Sasa hivi mtu anafanya makosa, anaadhibiwa, kisha watu wao wanakuja. Mwishowe tunapoteza taifa. Utaifa wa Ukenya ulienda wapi? Kwame Nkrumah alipomwona Jomo Kenyatta akaona ndugu. Mbona sasa namuona William Ruto, namuona Rigathi kama makabila badala ya kuwaona kama watu, kama viongozi? Na viongozi wale wanapopewa majukumu, katiba inasema vizuri. Mbona nikimbilie kuteua watu wa kabila langu? Mbona nikimbilie kupea nyadhifa hata watu ambao hawafai kupewa nyadhifa zile? Kwa hivyo mtu wetu ndio shida kubwa, na hata sivyo shida sio viongozi, hata vile ni Wakenya wenyewe. Shida yetu ni sisi wenyewe. Hatujakubali kwamba mtu wa kabila lile anaweza kutuelekeza mbele. Je, angalia makampuni ambayo yamepevuka. Nenda katika kampuni kwa mfano kama Standard Group ama uenda kama Safaricom. Unapata kuna mchanganyiko maalum na kila mtu anafuata mkondo wake jinsi ambavyo kampuni inataka. Vivyo hivyo tungetaka watu wanaofuata katiba yetu, ambayo hiyo ndio mwongozo wetu, bila kuangalia kabila lake. Meli akikosa atiwe pingu, apelekwe korokoroni, kotini, mahakama iamue kama ni kumwachilia ama ni kumweka jela. Ni vivyo hivyo. Asante. Ili tuwe na nchi bure, tutakuwa na shida za ukosefu wa kazi kwa watoto wetu. Tutakuwa na ufisadi mfululizo. Asante. Mimi naona kwamba ni my philosophy kwamba tunakuwa wa Kenya kwanza. Na we put the country first. Tuweke nchi kwanza, tuweke Kenya kwanza, na tujitambue kama wa Kenya kwanza. Na ndio maana kwanza ama ndio hiyo sasa, hii serikali ndio ilianza hii maneno, lakini tujione kama wa Kenya kwanza kabla tujione kama wewe ni Mjaluo, Mkikuyu. Na hiyo kukua kabila moja ama lingine ni utamaduni tu, tunafaa kuwa tunafurahia, lakini ifai kuwa jinsi ya kutugawanyisha. Na nilikuwa nafurahi sana wakati wa uongozi wa mheshimiwa hayati Kibaki. Kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Alfred Mutua. Alitoka na campaign ambayo kulingana na mimi ilikuwa very successful. Alikuwa anasema sisi tunajifunia kuwa Kenya. Na hiyo campaign iliingia kwa roho za watu, na watu wakajiona kweli kwanza, wanakajihisi kwanza sisi ni Wakenya kwanza kabla ya kukua kabila lingine. Ukienda nchi ya nje, hata uende Marekani ama uende Uchina, uone mtu mweusi tu, unajihisi kwamba umeona ndugu yako. Lakini tukiwa hapa nyumbani tunaanza kufuata wanasiasa sana. Hata mimi ni mwanasiasa, lakini mimi si mwanasiasa wa kugawanya watu. Kwa hivyo ningeomba kwamba ndio tumaliza hii mtu wetu, lazima wale wamepewa nyadhifa za uongozi. Na ndio uliona Mheshimiwa Rais William Ruto alisema hataki mtu wa kugawanya nchi, akasema yeye ameshindwa kufanya kazi na Rigathi Gachagua juu ni mkabila, nayo bunge ikaona ni kweli ikambadua. Sasa tunafaa kuwa na vitengo kama hivyo, zinachukua hatua kali, inachukua hatua kamilifu. Kama wewe unaleta mgawanyiko wa watu kusema huyu ni mkabila, huyu sio kabila yetu ikule kwanza, huyo anachukuliwa hatua kama vile bunge ilichukua hatua ikabandua Rigathi Gachagua. Na ule mwingine ambaye naye ataleta mgawanyiko achukuliwe hatua bila kuogopa ya kwamba wazao wataona vipi. Lazima kutakuwa na ile price. There must be a price to pay. Na hiyo gharama lazima ule mtu atalipa, itakuwa fuzo mpaka kwa wengine ambao wanaweza kuwa na nia kama ile. Asante. Kasisi. Ni kuimarisha institutions
ndio itaweza tumaliza hiyo kazi. Lakini tukiimarisha watu binafsi, kutakuwa na hiyo tu ni mtu wetu. Lakini institutions zikiwa strong na ile uzalendo wa utaifa, mtu akikuwa akifanya makosa, hakuna mtu atamfuatilia kumwokoa. Amefanya makosa, achukue majukumu yake, abebe msalaba wake, na itakuwa funzo kwa wengine ambao wasitende jambo kama hilo. Na taifa itabaki na umoja na amani na utulivu, na pia watu watakuwa na ile tumaini ya kwamba sheria inafuatwa. Sheria inafuatwa. Kwa hivyo kwangu mimi ni institutions na ile uzalendo. Asante. Tuzungumzie swala la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Jana alikutana na wanachama wa Jubilee kule kaunti ya Kiambu. Akazungumza mengi. Akawaonya pia dhidi ya kuchagua uchaguzi walioufanya ama pendekezo alilolifanya katika mwaka 2022. Walisema hasla. Na sasa hivi akiwaonya tena kwamba wawe makini wanapoelekea kwenye debe. Na pia alimtaka rais asirushie wengine lawama, atekeleze majukumu yake. Wakenya wanaumia. Kauli zile za rais wewe unazichanganua vipi kasisi? Kwanza tunamhesabu Uhuru Kenyatta kama rais ambaye aliongoza nchi kwa miaka 10. Mtu pia alikuwa katika nyanja za uongozi kwa miaka zilizopita. Kwa hivyo ni mtu huyu alio na uzoefu wa uongozi. Na anajua taifa na ana utaifa pia. Na ni mtoto pia wa rais wa kwanza wa Jamhuri wa Kenya. Na bado pia ni mtu ambaye ni wa jamii, familia na miliki mali wa taifa hili. Kwa hivyo kwangu yale aliyosemwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye ni rais mstaafu, amezungumza mambo ya kuelekeza viongozi na pia taifa, ili wakati wanapofanya uchaguzi wafanye kwa umakini, wasifuate jinsi walivyotenda wakati uliopita. Mimi sioni kama alilenga mtu mmoja, alilenga rais kwa njia mbaya. Pia kwa maoni yangu niliona kama anarejesha mawazo ya watu kwa pamoja na pia kwa chama yake, kwa sababu ya mtazamo wa mwaka ujao wa uchaguzi. Pengine iwapo ataungana na serikali, aungane na serikali ambayo inajali maslahi ya watu. Na pia iwapo ataungana na serikali ya William Ruto, awe pia na watu ambao atawapeleka katika serikali. Kwangu, kwa mtazamo yangu, jana nilivyoona akizungumza, ili watu waweze kumsikiza, maana walikataa kumsikia ile wakati. Wakachagua kulingana na mapenzi yao. Na shida imekuja. Hali ya uchumi imeenda juu. Kuna shida. Na ni kweli kuna shida. Kwa hivyo kwangu mimi namuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kwa mazungumzo yake. Na ni njia ya kuweza kuelekeza taifa. Watu wakumbuke utaifa. Maana alitangaza tukumbuke Kenya, tukumbuke taifa letu. Tukumbuke iwapo hata kuna shida, iwapo kuna hali ya uchumi, iwapo rais hakutimiza yale aliyoahidi, tukumbuke bado taifa ni letu. Alizungumza kama mzee. Lakini kwa shida ya siasa, watu wengi huchukulia kila maneno ambayo yanazungumzwa kama ni kinyume. Kwa sababu ya wenyewe Waswahili wanasema dondoo hili lilizungumzwa wapi? Kwa sababu ukitoa dondoo alizungumza katika mkutano wa hadhara ya kisiasa. Angezungumza mahali ambapo ni kwenye mkutano wa kuzungumzia hate speech, ingetafsiriwa tofauti. Na ndivyo hivyo najua umetafsiri Ngari. Hapana. Mimi kwanza nimefurahi sana na mkaribisha. Mimi siungani na wale wanasema aende retire. Nataka Mheshimiwa Rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta arudi katika ulingo wa siasa, asukume jamaa wake wa Jubilee na ule wengine wasukume wa United Opposition, sisi tusukume William Ruto, tupatane kwa debe ndio wa Kenya waamue. Lakini ningetaka kuchangia yale umesema kwamba aliuliza hii Hasla Dynasty ilituletea nini? Niko na mambo 12 nataka kumjibu kwa heshima kubwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ambayo mambo ya Hasla ama William Ruto ametuletea. Ya kwanza ametuletea Hasla Fund. Kila siku wa Kenya wanaomba over 50 million na tuko na over 27 million Kenyans wale wanakopa Hasla Fund kila siku.
Na saa ingine kama wewe ni mtu wako na pesa mingi, hawezi kujua kama Hustler Fund inasaidia. Namba 2, William Ruto. Tuko na dakika chache, kwa hivyo yafanye kwa upesi hayo mambo 12. Nafasi ni yako. Ametuletea barabara ya Alironi, Mau Summit kwenda all the way mpaka Malaba. Wale watu wa Western na wale walikuwa wameenda ile njia wamekuwa najibu analiuliza hii mambo ya Hustler ilituletea nini? Wacha UD wajitetee. Tuko na barabara ya kwenda Alironi. Tuko na barabara, tuko na barabara ama tuko na mradi? Inajengwa sasa. Tuko na mradi. Mradi inajengwa. Tuko na mradi. Hatuna barabara. Barabara ilikuwa. Hatujangoa hiyo barabara, lakini mradi inaendelea. Ninyi wenu ni mradi, si barabara. Sawa, lakini haikukua. Watu 1,300 wanapata kazi kwa mtandao. Katika Kenya hii tumejenga, serikali ya William Ruto imejenga 180,000 hostels za mahasla, watoto ambao hawangeweza kuafford kuishi kwa nyumba za kukodisha. Hii Hustler imetuletea affordable housing. Tuko na 273 units, 273,000 zinajengwa na zingine zimekamilishwa. Kwa hivyo hii ni miradi ambayo bado inajengwa. Barabara ya Isiolo kwenda Mandera hayo imeisha. Hiyo sio mradi, unaweza kutembelea. Hustler ametuletea. Huyo Hustler mwenyewe ametuletea 640,000 jobs, zile zimeongezeka katika Kenya. Huyu Hustler ameleta nyota. Hii mlikuwa mnasema vijana wanakimbilia kumhag. Ni mapenzi, watu wamependa rais, wanaenda kumhag pale. Ndio hiyo nyota imekuja. Hii Hustler amehaya 100,000 teachers in 3 years. Uhuru Kenyatta alikaa 10 years, aliajiri watu 4,000. Sasa tunamjibu ile alisema tumefanya nini. Hii Hustler amejenga masoko kwa sababu ya mama mboga wale rais alisema atachunga 500 Kenya mzima, hata mali kazi imetoka, ameanza soko ikiendelea ikijengwa saa hii. Huyu Hustler ametuletea maendeleo Kenya ambayo haikukua. Saa hii tunaongea, tuliacha leri imefika kwa shamba ya Uhuru, William Ruto ametoka kwa shamba yake anaipeleka mpaka Maraba. Gari, hata nikakuacha umalize utazungumza siku nzima. Amefanya kila kitu. Hata jana amezindua umeme Mariakani. Pia bado ni kazi inaendelea kila siku. Amezindua barabara huko Kilifi, bado ni miradi. Na ndio kazi ya rais. Nisikize, ndio kazi ya rais. Hata Uhuru Kenyatta alizindua miradi mingi sana. Hata kwenu Embu. Nisikize kwanza. Hata kwenu Embu alizindua miradi ya Mwea, alizungua miradi ya Thwake. Yote hiyo ni miradi na ndio kazi ya serikali kuu. Ni kazi yake, ni jukumu lake. Hawezi kujipa sifa kwa haya. Uchumi unapoumiza wa Kenya. Ndio nataka kuja hapo, ni jukumu lake, lakini tumekuwa na marais wengine ambao hawakufanya hili. Unapewa jukumu, ndio wewe mwenyewe unakuja hapa kazi kila siku. Lakini tukienda rating ya KTN utajipata labda wewe kwa namba 1 na kuna mwingine kwa namba 10 na nyinyi wote mlipewa jukumu la kufanya hapa. Kwa hivyo kama Mheshimiwa William Ruto alipewa kazi kama rais na ametekeleza kazi yake na amekuwa bold enough kufanya waamuzi wa kazi yenye hata Uhuru mwenyewe alishinda. Nataka kumalizia niseme hivi. Lazima tujiulize, Uhuru Kenyatta anasema iko shida, wa Kenya wako na shida. Hii shida ilitoka wapi? Tuliletewa hii shida ambayo tunakula leo na Uhuru Kenyatta mwenyewe. Asante. Wakati anatoka uongozini Kenya na madunia zingine kama 4 tulikuwa tumeambiwa tuta default loans na tutachotwa bandari ya Kenya, tutachotwa port, tutachotwa airport. Mheshimiwa William Ruto akafanya kazi kila siku, amelipa mpaka 2028. Zile madeni, zile mashida alituachia, akumbuke Kenya inakula shida leo kwa sababu ya ile shimo alituweka. Asante. Na Mheshimiwa Rais William Ruto anafanya kazi kila siku kututoa kwa hiyo shida. Na tutalia leo, lakini tunasherehekea Kibaki. Ni sawa, tumekuelewa kwa sababu ya muda. Usipatane wengine kwa sababu nje hawezi hata mbele pasipo heshima watangulizi wake. Hata katika Biblia Mungu anaturuhusu tuheshimu waliotutangulia. Lakini ukitukana leo Jomo Kenyatta, utukane Kibaki, utukane Moi, utukane Kenyatta, Uhuru Kenyatta, ngoja tu. Hakuna vile Kenya itapata baraka kwenda mbele. Hata kama una ujuzi ya kiasi gani. Pili, hizi vitu unazitaja ni ahadi. Na Wakenya wamechoka na ahadi. Unaona saizi sawa, wacha amalize tumsikize na Meli. Unaona saizi Kibaki
Wanasiasa na anahesabu tafadhali hakuna siku Kibaki pesa ngapi atakujibu. Hakuna siku ilikuwa Kibaki 7500 sasa ni 2500. Mkiongea kwa pamoja hakuna Mkenya. Naona saizi hakuna siku Kibaki amehesabu kitu barabara, hospitali, hatujapata list. Na amefanya kazi tumeona. Wananchi wameona kazi wakashukuru wakasema kazi ndio hii. Lakini yenu ni list asubuhi na jioni. Wewe ukikuja unaona soko hapo kwako. Acha nimsikize Meli. Meli. Dakika ni chache. Umekula dakika zako. Nafikiri kwanza ningemjibu kasisi hata naye usimama na kusema watu wameokoka kanisani hapa nini kila wakati. Kitu ambacho Kenya Kwanza kinajaribu kufanya ni kufanya kitu kinaitwa accountability. Ili mjue ni nini inaendelea na nini ishafanywa. This is part of accountability. Kumjibu kuhusu Rais Uhuru Kenyatta. Jana kweli aliongea. Na mimi mwanzo niliona anavunja sheria huku akitaka sheria yenyewe ifuatwe. Retirement Benefits Act ya marais hairuhusu rais yeyote ambaye amestaafu kujiunga na chama cha kisiasa. Ulimsikiza jana? Na ikiwa atajiunga na chama cha kisiasa, atuambie kwamba hana haja na zile pecs za urais. Sasa yeye ni mwanasiasa. Neli, ulimsikiza jana? Nilimsikiliza vizuri. Ulimsikiza? Hilo swali unalolisema alilijibu jana. Kwa hivyo alilijibu ndio, lakini alikuwa kwenye mkutano wa kisiasa. Alilijibu jana? Hebu tuangalie. Turudi nyuma tu. Kabla turudi nyuma nataka ujibu hapo. Rais Moi alipostaafu aliingia kwenye kikundi cha chama cha KANU. Kabla tumzungumzie hayati Moi, tuko kwa Uhuru Kenyatta. Jana alilijibu. Alisema nini? Mimi nilikubali kuenda mkaleta vurugu kwenye Jubilee. Ni nyinyi mumenifanya nimebaki hapa. Hilo ndio alilisema, si maneno yangu. Chama ya Jubilee imekuwa na kesi. Ndio alisema hivyo. Kwa hivyo chama cha Jubilee kina viongozi ambao hata koti lishasema viongozi ni fulani wa fulani. Mbona anajileta pia bado katika siasa? Hiyo imefanyika lini? Rais mstaafu Moi hakurudi kwenye chama cha KANU kukipanga. Alimwachia Uhuru Kenyatta, Uhuru Kenyatta akaenda nayo, akaibadilisha ikawa New KANU, ikawa nini, mpaka mwisho akatupa. KANU bado yuko. Mwai Kibaki, DP alisimama nayo, akaja na PNU, akaja na nini, akaiacha alipostaafu. Sasa Uhuru Kenyatta, hebu tujiulize, akirudi katika siasa za nchi, Rais William Ruto yuko upande huu, Uhuru Kenyatta yuko upande huu, tunapigana kisiasa, mwishowe tutaharibu hii nchi. Ndiposa sheria ziko za kuwazuia. Kwa nini Marekani haijaharibika wakati tunamwona Obama akienda kwenye majukwaa akimpigia kampeni Clinton, akimpigia kampeni Kamala Harris? Wote hao waliwapigia kampeni. Suleimanieri, tuko katika nchi ambayo mpata uhuru miaka 63. Marekani iko na miaka 245 tangu uhuru. Wao wamezoea mambo ya demokrasia. Sisi bado tunaenda tete. Tumetoka dede juzi. Tunaenda tete. Na ikiwa tutajipeleka mbio hivyo, tutaharibu nchi yetu. Kumbuka, kuna watu hawafurahii Kenya ikisonga mbele. Na watu wenyewe wako kule nje. Mimi nataka aingie. Aingie, ajitolee katika siasa. Mimi Suleiman naomba Uhuru Kenyatta akubaliwe arudi kwa siasa. Alishindwa akiwa amekalia kiti. Na nitakubaliana na yeye. Atashindwa akiwa nje. Hebu nipe dakika yangu. Ninakubaliana naye. Iwe kauli yako ya mwisho tafadhali. Shida ambazo tupo nazo Kenya sasa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alipoingia katika uongozi tulikuwa na deni ya 1.8 trillion. Ametuacha na deni ya 7.9, ameongeza 7.9 trillion juu. Je, 7.9 trillion imefanya nini? Yeye alitoa debt ceiling from 3 trillion to 7 trillion. From 7 trillion to 9 trillion. Akashika maseneta wakaweka ndani. Seneta Malala alipelekwa kwa masaa mawili kutoka Nairobi hadi Mumias. Sina muda ya kusikiza historia hiyo kwa sababu muda wangu umeisha. Muda wangu umeisha. Chukua sekunde 30 tu kufunga. Nashukuru sana kwa nafasi hii ya kuchanganua siasa ya Kenya, na ningewaomba wa Kenya tuwe na subira na uongozi, na especially wakati huu mgumu, wakati mafuta yamepanda bei na yajapandishwa bei na serikali, imepandishwa bei na vita ambayo iko Iran
na tunajua vizuri sana sio Mheshimiwa William Ruto amefanya watu wapigane. Kwa hivyo tukue na subira na tujenge nchi pamoja na tukue watu tujikue wa Kenya kwanza. Asante, tuko wa Kenya kwanza kasisi. Asante, umekuwa hata wa Kenya kwanza. Mimi ni Mkenya kwanza. Na mshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Langu la mwisho ni kusema tuombee taifa, tudumishe amani na umoja. Pia katika hali za siasa watu warekebishe maneno zile zinaweza leta utatanishi katika taifa, na pia uwiano na umoja. Haki ya mtu huwezi mnyang'anya kwa sababu ya ignorance ya mwingine. Kama vile wamesema tunaenda polepole, huwezi mnyima Uhuru Kenyatta haki yake ya kutangamana, maana ni haki ya kikatiba. The freedom of association. Bila shaka. Na tuwaheshimu pia viongozi waliotutangulia, tumheshimu ile rais yupo, na tuheshimu taifa lote kwa ujumla. Na tudumishe amani. Asante kasisi. Sekunde 30. Ukiongeza hiyo nitakukata. Asante. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Mwanzo niliposema tulipoanza kwamba tuko wa Kenya na hatuna mtu ambaye ni tofauti na mwingine. Lugha ambazo tunaongea zisitutofautishe. Let's discuss issues, let's solve issues. Jinsi ambavyo Rais mstaafu alisema, kama kuna shida tuketi chini tutatue shida hiyo. Tusije barabarani tukaharibu mali ya wengine. Tunamuona yule jamaa alichomewa gari kwa sababu kuchoma hakusaidii katika kusolve issues. Tukae chini. Tuna parliament ambayo inaweza kutupitishia sheria zile, tuna executive na tuna koti ambayo inaweza kutusaidia. Kwa hivyo kama Wakenya tuzingatie katiba yetu. Hiyo ndio shida ya kudili na walimu. Tunapatia nukta moja, nataka ieleze darasa zima la dakika 40. Ni Sami Meli, ni mwalimu pia kwa tajiriba yake na mchanganuzi wa siasa. Vile vile nimekuwa na kasisi Bishop Angel Marasua, kasisi Gospel Light Church Kajiado, na Stephen Ngari Makindu, mchanganuzi wa siasa, vile vile mwanachama wa bodi ya kusimamia vyombo vya habari na sio Media Council, ni ile nyingine CAK. Niwashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia masuala haya na pia kusikia kauli za ndani ambazo zipo katika siasa na pia kusikiza kauli za kanisa kuhusiana na hali ya taifa vile lilivyo. Ndu Oko atakuwa anakuja hapa katika muda sio kwa mrefu kukupasha taarifa kwenye taarifa zetu za News Desk mwendo wa saa 7. Kwa heri, baki na wingi wa heri. Tuungane saa 1 kwenye KTN leo.